wema. Hivyo hivyo Uislamu unakuamrisha uishi kwa wema ma'al aitam, na wale mayatima, wale waliofiwa na baba zao, ishi nao kwa wema, watendee mema. Ona uchungu kwa yule yatima, lau geuza kibao ingelikuwa ni wa kwako, wewe haupo wakati huu, alafu yule mtoto hamna wa kumtazama au hamna wa kumfanyia ihsan, utaisije hapo hivi? Kwa hiyo inatakiwa Uislamu kama unavyotuamrisha kwamba lazima tuangalie hawa mayatima na tuishi nao kwa wema kwa kufanyia ihsan. Lakini sio hivyo tu, katika suala ambalo limesahaulika katika jamii ni suala la al-khudam, wafanyakazi. Sawa sawa wao wafanyakazi wa ndani, sawa sawa ni wafanyakazi ulioajiri kiwandani, mashambani, ama sehemu yoyote ile itakayekuwa, maadamu huyu ni mfanyakazi yuko chini yako wewe ndio unayemlisha au wewe ndio unayemlipa mshahara baada ya kuwa tayari amekutekelezea ule wajibu uliompatia, Uislamu unakuamrisha lazima umtekelezee haki zake na wala usimdhulumu kwa hali yoyote ile. Hivyo hivyo Uislamu ukatuamrisha sisi kuishi kwa wema na ndugu zetu pamoja na marafiki zetu, wasailina walmuhtajin, kadhalika kwa wale wote ambao ni wenye kuomba, kadhalika wale ambao ni katika wenye haja zao, wenye shida zao, anapokuja na ukafahamu ya kwamba huyu kweli ana haja. Wako watu ambao tabia zao wao wamejijengea kwamba maisha ya ombaomba, kwamba yeye hana haja kufanya kazi. Huyu hata ukimnyima hujamdhulumu. Yeye mtu anaweza kumkuta sop amepiga sop nyumbani, amepiga sabuni yake vizuri, kavaa kanzu, amenyoosha, hana kibarua chochote, wala hatoki nyumbani kwa lengo la kwamba akatafute kazi, bali anatoka nyumbani kwa lengo la kwamba nipite mlango mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Mwisho siku ikifika jioni atatoka na kiroba. Hata wewe uliokuwa ofisini pia huwezi kutoka na kiroba hicho. Lakini hayo ni maisha ya dhiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuomba. Ikiwa mtu atatakiwa kuomba, basi aombe pale haja itakapokuwa imefika, hapo hana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiweka mazingira kwamba wewe ndo mtaji wako, ndo maisha yako, hili ni swala ambalo Uislamu umepiga vita sana, bali Uislamu ni dini ya kazi. Hapa kazi tu, sio? Uislamu unamwamrisha mje wa Allah subhanahu wa ta'ala afanye kazi, bali ikafika wakati katika kulihimiza hilo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kusema, ma akala, hajapatapo kula mje wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'aman, chakula ambacho kitakuwa ni bora zaidi kuliko kile chakula ambacho anakula kwa jasho lake ama kwa kupitia mkono wake. Maana ya kwamba katoka nyumbani kafanya kazi, mwisho siku akalipwa kwa mujibu wa ile kazi aliyofanya, akalipwa ujira wake. Ile pesa atakayoitumia inakuwa ni bora zaidi kuliko ile utakayoipewa tu hivi. Nikisema hivi haina maana kwamba watu wasipeane, bali Uislamu ni dini ya kupeana na kupendana. Una chochote umemhisi mwenzako kabla hajakuomba, ukamuona kwamba huyu ana dhiki, basi ukaingia mfukoni ukampatia, huu ndio Uislamu. Kinyume chake, yule mwenye kuombaomba amejiwekea mazingira hayo, Uislamu umekataza. Bali ikafika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siku ya kiyama watu watafufuliwa na ilhali ya kwamba hawana nyama za uso, na hiyo ni dalili na ishara ya kuonyesha kwamba huyu maisha yake duniani hakuwa ni mtu wa kazi. Yeye aliona mambo ya kazi ya nini? Ikiwa nitatoka nyumbani, nitaingia, nitapita mlango mmoja baada ya mwingine na nikapata riziki nikarudi nyumbani, kuna shida gani? Siku ya kiyama utafufuliwa ilhali kuna nyama za uso, na hiyo ni ishara mbaya kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, muamala, wewe kumfanyia wema yule ambaye umemhisi kwamba ana haja ukampatia hata aje kuomba, huo kadhalika ni Uislamu. Bali yule mwenye kuomba pale utakapohisi kabisa huyu kwamba ana dhiki sasa na anastahiki kupewa, jihisi wewe unayempa kwamba wewe ndo una haja zaidi kuliko yeye anayeomba. Yeye ana haja kwamba atapewa chakula mfano au pesa, akanunua chakula akala, kimeshaisha. Lakini wewe unapotoa kwamba kuna mukabili ambao ni mkubwa zaidi unapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unalipwa ajira kwa ule utoaji wako, na unapotoa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa hapa duniani na mpaka kesho akhera. Kuna wengi ambao wamejiwekea mazingira kwamba katika utoaji
anaona kwamba labda mimi bana nikiwa ni mtoaji mimi bana nitafukarika, nitakuwa ni fukara mimi. La, ma naqaswa malun min sadaqa, mali haijawahi kupungua hata siku moja eti kwa kuwa wewe ni mtoaji sana. Sawa? Mali haijawahi kupungua kwa sababu wewe eti ni mtoaji sana, bali mali huzidi pale unapokuwa wewe ni mtoaji sana. Wama tunfiqu min khairin, na chochote kile mtakachokitoa katika njia za khairi, tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yukulifu. Allah atakitoa badali, atakulipa hapa duniani na mpaka kesho akhera. Hapa duniani kile kilichotoka Allah atakupatia mara mbili, lakini bado sasa ule ujira ambao utakaopata akhera, wakati huko ndiko unakohitajia zaidi na zaidi. Muamala ayuha alahibba ni jambo ambalo Uislamu umekokoteza kuishi na watu kwa wema. Baba zako, jamaa zako wa karibu, ndugu zako, majirani zako, wake zako, na wote wale ambao unahisi kwamba ni katika wahitaji, ukaishi nao kwa wema. Kibaru sinni wal umal, watu wazima ukawanea huruma, ukawafanyia ihsani kwa hali yoyote ile itakavyokuwa. Hapa utakuwa umefanya muamala uliokuwa mzuri kabisa na unaoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta alhayawanat, lakini pia dini hii, hakuna dini yote ile ambayo imekwenda mbali na ikawa na huruma, bali muamala wake ukawa ni mkubwa zaidi kama ilivyo dini ya Kiislamu. Mpaka kwa wanyama, haki za wanyama zinatakiwa kadhalika zichungwe. Usimpige mnyama pasina ya, yani hana sababu ya kumpiga. Unachukua tu bakoro unaanza kumtandika, ama unachukua panga unamkata miguu, unakata pembe, unakata nini. Huu sio Uislamu, na utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya Mola mlezi wa ulimwengu mzima. Kila mmoja atalipizwa, mpaka hata kondoo, mbuzi, nini watalipizana kadhalika. Sasa wewe uliochukua panga au bakoro kaanza kumtandika, tambua ya kwamba kadhalika utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tunasema ni kwa sababu ikiwa watu wameingia peponi kwa sababu tu ya kuwafanyia wema wanyama, yule mwanamke ambaye ni baghia, mwanamke mchafu mzinifu, alikuwa katoka mahali ana kiu, jua limekuwa ni kali mno, ghafla akakuta kuna kisima pale, akaingia kazama kwenye kisima, akachota maji kanywa, anatoka nje anakutana na mbwa. Ghafla mbwa yule ametoa na ulimi kutokana na ile hali anayohisi ya kiu. Yule mwanamke kwa haraka haraka akaona huyu mbwa bila shaka amefikiwa na hali ile iliyonifika mimi. Yeye hakurejea, bali pale pale alishuka chini, akavua hofu yake, akajaza maji, akatoka, akamnywesha, na ikawa ni sababu ya kusamehewa. Mwanamke mchafu, wafikirie mzinifu, lakini alipata kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo hiki cha muamala uliokuwa bora mpaka na wanyama wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio hilo tu, ikafikia wakati mwingine kuingia motoni kwa sababu ya mnyama tu. Usije ukasema wewe ni mnyama tu, naweza nikamfanyia lolote. La, lazima utakuwa ni masuulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.